Habari za muda huu mtazamaji wa Dems Media. Mimi jina langu ni Abdul Juma na nikukaribisha kwa mara nyingine tena kuifuatilia taarifa ya habari ya asubuhi ya leo. Moja kwa moja tuangazie huko katika hali ya usalama mjini Uvira ambako waasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wanaripotiwa kufanikiwa kuingia na kuchukua udhibiti wa mji wa kimkakati wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika usiku wa kuamkia leo, tukio hilo limesababisha hali ya hofu kubwa ambapo maelfu ya raia pamoja na wanajeshi wa serikali ya Kongo wameripotiwa kulazimika kukimbilia nchini Burundi kutafuta usalama. Hata hivyo, taarifa nyingine za asubuhi ya leo kutoka Uvira zinaeleza kuwa kufikia majira saa 1 asubuhi hali inaonekana kuwa tulivu baada ya taharuki ya jana. Vyanzo vya eneo hilo vinasema kuwa hakuna uwepo uliothibitishwa wa waasi wa M23 au wanajeshi wa Rwanda ndani ya mji huo, huku maelfu ya vikosi maalum vya GRR vikidaiwa kuwa tayari vimeingia na kuwekwa katika maeneo mbalimbali ya Uvira. Licha ya hali hiyo ya utulivu wa muda, ripoti za usalama zinaonyesha kuwa kufikia majira saa 12:55 asubuhi kulisikika milipuko ya risasi ya hapa na pale ndani ya mji huo. Uvira inaripotiwa kuwa karibu tupu, hakuna shughuli za usafiri barabarani na hakuna uwepo wa wazi wa vikosi vya kijeshi. Wakazi wengi wamejifungia ndani ya nyumba zao kwa hofu ya kuzuka tena kwa mapigano. Wakati huo huo, Marekani pamoja na mataifa kadhaa ya Ulaya ikiwemo Ubelgiji, Denmark, Ufaransa, Ujerumani, Uholanzi, Uswisi na Uingereza chini ya kikundi cha mawasiliano cha kimataifa kwa ukanda wa maziwa makuu GCI yameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuendelea kwa machafuko mashariki mwa Kongo. Katika taarifa yao ya pamoja, mataifa hayo yamelaani vikali mashambulizi mapya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, hususan katika maeneo ya karibu na Uvira mkoani Kivu Kusini karibu na mpaka wa Burundi. Wameonya kuwa hali hiyo inatishia kuyumbisha usalama wa eneo zima la maziwa makuu. Mataifa hayo yamezitaka M23 na jeshi la ulinzi la Rwanda RDF kusitisha mara moja operesheni zote za kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Kivu Kusini, na kuitaka Rwanda kuondoa wanajeshi wake mara moja katika eneo hilo. Aidha, wametaka M23 kurejea katika maeneo yao ya awali na kuheshimu makubaliano ya tamko la kanuni lililosainiwa mjini Doha tarehe 19 Julai 2025. Kuanguka kwa mji wa Uvira mikononi mwa waasi wa M23 kunatajwa kuwa tishio kubwa la kiusalama kwa Burundi, ikizingatiwa kuwa mji huo upo ng'ambo ya ziwa Tanganyika na uko kilomita chache tu kutoka mji mkuu wa kiuchumi wa Burundi, Bujumbura. Hadi sasa hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku hofu ya kuongezeka kwa mapigano na wimbi jipya la wakimbizi likitanda katika eneo hilo. Tunaendelea kukuletea taarifa zaidi kadri zinavyopatikana. Hii ni Dems Media. Nikusihi tu usikae mbali na Dems Media. Subscribe kama bado hujasubscribe ili upate taarifa zetu haraka iwezekanavyo. Mimi ni Abdul Juma, tukutane kwa wakati mwingine kuna majaliwa Mwenyezi Mungu.